malaya ge. Itabidi amafalasha jopa limuligo kweli. Amafala majopa limuligo itabidi nafundi. Kwanza ni nani? Wala aya. Usimtu nilikuwa fake kuua huyu. Kwanza usimtu nilikuwa nafake kuua huyu. Usimtu nilikuwa fake kuua. Kwa nini niko inakuaje? Niko kwa nini niko nidanganya nini? Si nilikuwa nafake kuua. Kwenye mazuleta kwani niko ni kazi gani amefanyisha niko kweli? Niko adia namba ambayo itabidi amafala amesha pale muli iko. Itabidi nibadilishe nyingine. Na kwanza sina dinda yangu histo ilenda. Itabidi bado nisinde. Itabidi nisinde jova na chakua hii muli jo. Kama fala amesha pale iko. Sawa. Lakini si wajanja kunishinda. Bunduki imeenda, sina bunduki itabidi enda kwa ngine nenda kwa nikono. Na mtuma Mwenyezi Mungu. Na mnaweza kusikiza sauti yako mtuma Mwenyezi Mungu. Ndio mtume. Ndio mtuma Mwenyezi Mungu. Nitafanya kama ulivyoniagiza mtuma Mwenyezi Mungu. Samahani sana waliweza kuangamiza wakidhania ni Kioko. Na hisi wewe hauna hatia yote kuweza kuangamizwa. Na yule ambaye aliweza kuangamiza lazima ataweza kulipia. Nafahamu ya kuwa uko na familia, lakini kwa sababu umeangamizwa bila hatia yote, itabidi niweze kufanya kile na ambacho mtume ameweza kunieleza. Maana nahisi muda wangu umeisha katika dunia hii, na sina muda tena wakaa katika dunia hii kama kuliona Mwenyezi Mungu. Ile itabidi sasa niweze kubadilisha mwili wangu na kupa mwili mwingine upya, mwili ambao utaweza kuutumia kuweza kusaidia katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Na ghadhabu kabisa na hasira kabisa kama kuliona Mwenyezi Mungu, kwa sababu lile ambalo limeweza kuvika si jambo la kawaida. Kwa sababu uko na ndugu na familia zako, itabidi mwili huu niweza kukupa nafsi yangu, niweza kukupa kila kitu changu chote,
ili endelee kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Ushikane mkono pamoja na wale wengine ufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Nimekasirika. Hawezi kuangamiza mtu asiye na hatia kwa sababu ya kufanana na kiako. Itabidi nifanye jambo. Mtume Mwenyezi Mungu, nahitaji unipe nguvu. Mtume Mwenyezi Mungu, nahitaji nguvu ya Mtume Mwenyezi Mungu. Na hasira zaidi kwa kile ambacho amekifanya. Mazuleta pamoja na kikosi chako chote cha mlimbo, mtaweza kulipia kile ambacho amekifanya, na kazi yenu ipo karibu kuisha, na malipo yenu mtaweza kuyapokea, maana kisasi kile ambacho kitaenda kukua ni kisasi kikubwa sana. Nahitaji Kioko asaidiwe. Najua watu walikuwa wanauliza Clone kwa wapi? Clone wa Mwenyezi Mungu ndio huyo hapa, lakini sina muda sasa, sina muda. Nahitaji kuingia ndani ya mwili huu nibadilishe mwili, kwa maana mwili huu una nguvu. Nahitaji mwili mpya. Nazungumza nawe. Itabidi upokee nguvu hizi uweze kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na usiwe na wasiwasi, maana kuna familia ambayo walikuwa wananipa nguvu. Nahitaji wakutafute, wakupatie damu kama ambao walivyokuwa wakinipatia, ili waweze kupata nguvu ya kuweza kusaidia Kioko na wasiojiweza. Unataka nini? Unatafuta nini hapa? Unanifahamu?
Clone. 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 Nakuita mara ngapi clone wa Mwenyezi Mungu? Sadaka sana katika kile ambacho umeweza kufanya. Hiyo ni kati ya kazi na ambayo utakuwa ukifanya clone wa Mwenyezi Mungu. Nahitaji unisikiza clone wa Mwenyezi Mungu. Mimi ni mtume aliyemtuma clone, mtume wa kifo na uhai. Nahitaji uweze kuwekea wale watoto ulinzi pamoja na familia, wakisha kuwa mweza kutafuta haki kwa kila moja. Natumai umenisikiza clone wa Mwenyezi Mungu. Kazi yako itakuwa kuwatetea wale ambao ni wanyonge. Ina maana wewe ni kiumbe cha vita. Nafikiri umeweza kunisikiza clone wa Mwenyezi Mungu. Sivyo clone? Nimesikia. Sadaka sana clone wa Mwenyezi Mungu. Karibu. Umeweza kupatiwa nafsi na akili pamoja na nguvu za yule clone wa kwanza. Sasa ni mwili mpya. Ndio wewe uko na hisia kama za mwanadamu, lakini uko na nguvu ndani yako ambazo ni za clone. Mawazo yako ndio ni kama ya mwanadamu wa kawaida. Unaweza kufikiria familia yako, lakini nakuomba samahani, usitumie nguvu hizo vibaya. Umenisikiza? Nimekusikia. Naomba ulipishie familia yako kisasi, na hivyo utakuwa na uwezo wa kuweza kuwaona tena. Ila fanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Kazi njema. Asante kwa ujumbe wako.